Unalima, unafuga, unatafuta faida halisi. Karibu Koko Shambani, kipindi kinachokuletea kilimo cha kisasa, mazao ya faida, ufugaji wa kisasa na biashara mbadala, kutoka kwa wataalamu wa kilimo na wakulima waliofanikiwa. Kujifunza mbinu zinazoongeza mavuno na kipato, kuanzia rutuba ya udongo hadi soko. Usikose Koko Shambani, kila Jumapili saa 10 jioni hadi saa 12 jioni. Koko Shambani, kilimo kinacholipa, maarifa yanayokuwa. Ni hapa Coco FM pekee. Mabadiliko ya tabia nchi, vile mabadiliko ya vipindi vya mvua, na sasa hivi tumefika wakati ambapo wakulima wanafaa kuanza kukumbatia mfumo wa kisasa wa kilimo nyunyizi. Koko Shambani hii leo nimebahatika kufika katika eneo la Jaika, wadi ya Jaribuni, katika kaunti ya Kilifi. Tumekutana na mkulima hodari, mkulima ambaye anatupambia kitengo chetu hii leo. Si mwingine bali ni mkulima John. Bwana John, habari ya leo? Nzuri sana. Naam. Nafurahi sana kufika katika shamba lako. Karibu sana. Labda kwa kifupi tu tueleze kifupi unafanya kilimo cha aina gani hapa? Katika hii shamba yangu mimi najishughulisha na kilimo cha mchicha, najishughulisha kilimo cha mabenda, najishughulisha kilimo cha tomato na hata brinjals. Ndio kilimo ambacho najishughulisha nacho kwa sasa. Ni shule ambayo ulisomea ulipokuwa labda umemaliza shule ukasema wacha nisomee kilimo, ama ni ujuzi wako tu wewe mwenyewe? Shughuli hii sijasomea. Sijasomea kabisa hii shughuli hii, ni ujuzi tu wangu. Na nilipenda ujuzi kama huu kwa sababu naona ni ujuzi ambao huwa ni mzuri hata kimaisha, unaweza unakimu kimaisha vizuri na unampandisha mtu kwa haraka sana. Katika hii sehemu ambayo unafanya hii kilimo, Ndio. Labda ni shamba lako ama ni sehemu ambayo ulifanya kupewa? Hii si shamba yangu, ni sehemu ambayo nilikodi na tukaelewana na wewe mwenyewe na ndio nafanya kazi hapa. Ndio. Ni ukubwa wake ni tunaweza sema ni gani, yani ukubwa wa hili shamba? Ukubwa wa hii shamba kuanzia pale chini mpaka pale juu ni kama ekari kama 2 hivi. Ekari 2 unakodishwa ama unakodisha kwa pesa ngapi na kwa muda gani? Kwa ekari 2 nakodisha kwa mwaka. Kwa mwaka huwa nampatia 1500 mwenye hii shamba. Sasa tuanzie hapa, naona hapa kuna hii ni aina gani ya kilimo? Hii ni mchicha. Mchicha hapa kuna mabenda. Mabenda. Sasa hizi mbegu ulizipata wapi? Hizi mbegu kwa ukweli nilifanya kununua. Nilinunua enyewe kuanza mahali huwa kuna challenge kidogo. Sasa kuna ndugu yangu ndio alinisaidia kwa kupata mapeni na kununua hii mbegu na nikakuja nikaotesha na ndio nimefikia mahali hapa. Kuna ule mtu ambaye sasa hivi anatusikiza ama kututazama. Ndio. Katika hiki kipindi chetu cha Koko Shambani. Ndio. Anataka kuanza pia yeye kilimo kama hiki. Ndio. Labda umwambie tu ni pesa ngapi ambazo anahitaji labda kuanzia kilimo kama hiki, kama anataka kuanza katika shamba lake. Ndio. Kama kuna mtu ambaye anatusikiza sahihi na anataka kuanza kilimo kama hiki, ni awe kama kuna kama shilingi kama 10,000 ndio anaweza kuanzia ile ni ya chini kabisa, ile kiwango ya chini kabisa kama 10,000 ndio anaweza anzia kilimo hiki na kuanza kujipandisha polepole. Katika hii sehemu moja ya shamba. Ndio. Tunaona unapanda aina tofauti ya mimea. Ndio. Labda utueleze tu kuna changamoto zozote ambazo labda unakumbana nazo? Maanake kuna mimea mingine huwa haiwezi kukaa mahali pamoja. Ndio. Hapa labda kwako kunaendaje? Hapa kwangu sioni changamoto kwa sababu kuna mahali pale nilipanda mnavu kama box 4 na ziko sawa. Na kuna mchicha na hapa napo nilipanda mnavu na kuna mitomato pale kidogo nilipanda na nikachanganya na huu mchicha, lakini naona iko sawa, hata sasa inazaa vizuri. Kuna aina ya dawa ambazo labda huwa unatumia wakati wa kunyunyiza shamba lako? Ndio. Kuna dawa ambayo huwa naitumia sana na huwa naipenda na huwa nikitumia huwa naona mimea yangu hata kama imeathirika na wadudu huwa inaachiliwa kwa haraka sana. Hii dawa inaitwa Escort. Escort ni dawa nyingine ambayo inanisaidia sana katika mimea yangu na katika hii kilimo kama kumeathirika.
hii mimea yangu imeathirika. Escort, sasa ukinunua ile dawa unanyunyiza kwa aina gani ya mimea? Maana hapa kwa shamba lako kuna aina tofauti. Asante. Katika kunyunyiza kwa hiyo Escort katika hii mimea ambayo unasema niko na mimea tofauti tofauti, sana sana huwa nanyunyiza kwa mchicha, hata kwa brinjals huwa inasaidia sana. Sasa hivi ni msimu wa kiangazi. Ndio. Na naona mimea yako imenawiri vizuri sana. Unatumia mbinu gani? Unangojea mvua ama unatumia mbinu gani? Tueleze. Hapa situmii mbinu nyingine, na mbinu nyingine ambayo natumia hapa ni kutumia tu machine water pump. Ndio wanga natumia kunyunyizia hii mimea yangu. Inamaanisha unatumia irrigation, unafanya irrigation. Nafanya, kwa kifupi nafanya irrigation. Maji unayatoa wapi? Maana sijaona kisima. Maji natoa, kuna mto karibu hapa. Ndio huwa naunganisha pipe, napeleka mashine hapo ndani, na ngurumisha mashine na tunafanya irrigation. Ina maana uko chini. Uko chini. So unatumia generator, una pump maji. Na hiyo si ni gharama sana, maana yake la mafuta vipi? Ni gharama. Sasa nitafanya nini na ni gharama? Mafuta sasa hivi bei ya mafuta imepanda. Kwa siku una pump maji mara ngapi? Kwa kusema kweli hapa kwa wiki, si kwa siku, kwa wiki na pump mara 2. Ndio mimea yangu at least iwe imekuwa vizuri. Gharama ikoje mwanzo? Gharama ya mafuta ndo hivyo iko juu sana, na hiyo ndo inatumiza sana, mpaka unaweza ni ile tu kuvumilia. Katika shamba lako labda uko peke yako ama kuna msaidizi? Katika hii shamba siko peke yangu. Niko na msaidizi ambao tunasaidiana. Katika hii shamba ndo tumefikia hapa. Mtu yote anapoanzisha biashara, bila shaka target yake huwa ni soko. Soko lako likoje? Kwa kusema kweli, soko langu hapa sio mbaya. Soko langu hapa ni zuri. Lakini kulingana na mimi mwenyewe nataka soko langu liwe la juu zaidi. Niwe silifanyii hapa peke yake. Nataka hata niwe nabeba mizigo, napeleka kama ni Kilifi, kama ni Mombasa. Hiyo ndo target yangu. Kwa sasa hivi labda unategemea wateja wa aina gani? Wateja naotegemea ni hawa wa mitaani. Wengine wanatoka Ganze, wengine wanatoka Mapula, wengine wanatoka Magogoni, na huwa wanakuja hapa. Wanakuja wenyewe, hakuna wale ambao wanakuagiza wapelekee bidhaa zako? Wanakuja wenyewe. Mtu ananipigia simu, anaambia niwekee mzigo wa pesa fulani, na kuja kuchukua. Wengine wanarauka hapa, hata saa zingine nawapata wamefika tayari hapa shambani. Ndio. Ni lazima inakupatia faida sana hii kazi. Inanipatia faida, ndio maana nimeshikilia namna hii. Kuna upande wa mbolea, labda unatumia mbolea aina gani? Maanake naona mimea yako imenawiri vizuri, na bila shaka hapa ni rotuba kwa rotuba. Mbolea ninayotumia mimi, natumia hii mbolea ya local ya ng'ombe na mbuzi. Organic. Organic. Ndio natumia hapa. Mbona si za dukani? Mimi mwenyewe nimetegemea sana hizi za organic, naziona hazina mambo mengi. Ndio. Kuna yule kijana ambaye sasa hivi amekaa anasema mimi sina kazi, sijui nifanye nini, yuko mtaani, yuko maskani. Ungependa kumshauri vipi? Mimi kama mimi ningemshauri vijana wengi walio mtaani wajihusishe na haya mambo ya kulima. Kulima ni mzuri na unalipa. Na unaepuka mambo mengi. Badala mtu uamke nyumbani ukae, sio vizuri. Lazima uamke uone uko na kitu cha kufanya. Ama unaamka unajua unaenda mahali fulani, unaenda unafanya kitu cha maana. Mambo ya kulima ni mazuri. Sasa mimi ningewashauri wale wenzangu, wale wavulana wenzangu ama vijana wenzangu, tushirikiane. Tufanye ukulima. Ukulima ni mzuri. Mimi ndio nawashauri namna hiyo. Shamba lako liko mbali sana na makazi ya watu. Labda unapata changamoto ya uvamizi wa aina yoyote, iwepo ni wanyama, mifugo ama waizi? Katika hii shamba yangu sijapata uvamizi wowote. Hawa majirani ni watu wazuri. Sijaibiwa, sijafanyiwa uhalifu wowote. Kwa kusema kweli, hili eneo mambo ya uvamizi sijapata, wala wanyama kuvamia familia sijapata. Kila jirani anashikilia mifugo yake na hakuna maneno, yani kila mmoja anajishughulisha. Serikali imekuwa sana ikiinua vijana kuwa support. Ndio. Labda tangu uanze zoezi hili wewe la kilimo, umepata msaada wote, iwepo ni kwa serikali kuu ama serikali ya kaunti? Kusema kweli, msaada ambao nilipata katika haya mambo ya ukulima
kuna msaada ambao nilipata tu mmoja wa generator. Na msaada huu nilisaidiwa na Waziri Chula. Chula ndo amenifanya mpaka nimefikia hapa, kwa sababu nilianza mara ya kwanza. Waziri Chula kwa serikali ya kaunti ya Kilifi. Kaunti ya Kilifi. Namshukuru sana Waziri Chula. Amenisaidia sana, alikuja katika shamba yetu moja wakati ule nilikuwa ule upande wa bridge kule. Akakuja pale, akakuja kaona shamba yetu, lakini challenge yetu kubwa ilikuwa ni mashine. Lakini Waziri Chula akatusaidia, akasema atatuletea mashine, mpaka sasa hiyo mashine ndio imenifanya nimefikia hapa. Kwa hivyo namshukuru sana Chula. Shamba lako liko karibu na mto. Ndiyo. Wakati kunapokuwa na mvua nyingi, bila shaka maji yanajaa kwenye mto. Ndiyo. Hayana hatari yoyote labda kufika kwenye shamba lako? Hayajaifika kwa shamba lako? Bado hayajafika. Ndio. Na kuna sehemu kule tumeona kule bado umepalilia, unapanga kupanda nini? Ule upande ule ambako mmeona, ule upande ule nataka kupalilia sukuma, nataka kuweka mchicha, kwa sababu huu upande huu nataka niweke mabenda matupu upande huu. Na hizi mboga niweke upande ule. Labda kwa niaba ya mtazamaji na msikilizaji, ningependa tufike kule ili kuweze kutuonesha. Ni sawa? Ndugu John, ndio. Naona huku ni kama unakupalilia huku. Ndio. Na pipe ndio hizi. Pipe ndio hizi. Hebu tuanzie hapa kwa pipe. Ndio. Pipe wakati unataka kutoa maji kutoka kwa mto. Ndio. Naona zingine zimeachana. Wewe unafanya aje mpaka zifike kwa shamba? Mimi pipe hizi huwa naziunganisha kutoka huko ndani. Ndo napiga maji kuanzia huko ndani na nyunyizia katika hii shamba. Huwa unapata msaada wa wale wenzako pia umesema? Huwa napata msaada. Kwa sababu kazi kama hii huwezi fanya peke yako. Okay. Ndio. Sasa tulikuwa tunazungumzia hii sehemu ya shamba ambao tunaona umeipanua vizuri, umekupalilia. Huku unapanga kufanya kilimo cha aina gani? Huku unapanga kuweka mboga na mboga ambayo nataka kuweka ni ule mchicha na sukuma ule upande wa chini. Ndio. Kule naona Nkambe kuna sukuma kule kuna sukuma nipanda kidogo. Sasa naangalia nikijaribu kutengeneza hizo maboksi hapo za kupanda hiyo mbegu. Ndio. Huku kuna msitu huku. Hakuna uvamizi kutoka kwa wanyama wa mwituni? Hakuna uvamizi wote. Kabisa. Okay. Ndio. Tunaweza fika mtoni? Tunaweza fika. Tunaweza. Alafu wewe unaenda huko? Mashine naweka hapa, naweka sanction kwa maji hapa. Inavuta. So mto ndo umeanzia hapa? Mto umeanzia huko juu kabisa. Sasa hizi ni zile mikono. Kabisa. Kwa hivyo hapo unaweka generator hapa, naweka hiyo sanction huko, inanyonya maji na iwakisha inavuta. Okay. Bwana John. Ndio. Tumetoka shambani kule. Ndio. Tukaenda mtoni kwenye unatoa maji. Ndio. Sasa hivi tuko katika sehemu ambayo unaona kama ni nasari hivi. Labda hapa huwa unaandaa nini hapa? Hapa kuna mbegu tofauti tofauti. Hapa kuna brinjals, kuna mchicha, kuna tunguja. Brinjals ni kama hizi. Brinjals ni zile pale. Huu ni mchicha. Alafu kuna sukuma pale, lakini haijafanya vizuri. Lakini kwa upande huu hapa ndo tuliziweka juzi. Zimemaliza kama nafikiri ni wiki moja hivi. Hapa kuna tunguja, kuna tunguja, kuna mnavu, kuna cabbage. Tumeziweka hapa na kuna pilipili boga. Mbona naona umeweka neti juu yake? Hizi neti zinasaidia nini? Hizi neti kwa kiufupi zinatusaidia kwa wale wanyama wadogo wadogo. Ndio huwa saa zingine wajua tulikuwa tumeweka nyasi lakini ikawa kuna wadudu wameingia hapo ndani. So tukaamua tuweke hii net. Tukaweka hizi neti at least kidogo itakuwa sasa hata ule mmea pale ndani ukipigwa na jua unapata ile nguvu ya
ya kutoka. Ndio. Bila shaka wewe ni kijana ambaye sasa hivi umejitolea sana kujitosa katika swala la kilimo. Ndio. Lakini kuna zile changamoto ambazo wewe mwenyewe unazipitia, umezitaja shambani. Ndio. Bila shaka kuna changamoto zingine ambazo labda unapitia mbali na mambo ya shambani hapa ambazo ungependa kuzizungumzia ili ziwe msaada katika shughuli zako za kilimo. Changamoto ambazo ninazopata hapa shambani ni nyingi sana. Na ningependa kama nitapata msaada wa kusaidika katika hii shamba, ningesikia vizuri sana. Ningekuwa na ile moyo wa kuzidi kupanua hii shamba. Unazungumzia labda msaada wa aina gani ambao unauhitaji? Msaada ambao huwa nahitaji kwa sahihi, ama ningepata ama ningesaidiwa, nikipata mashine zile za sola, ingekuwa vizuri, na niletewe hata tank zile za kuweka juu, nijaze maji, niwe tunatumia tu bila shida. Ndio. Bila shaka unazungumzia sola kwa sababu ya kupump maji kutoka kwenye mto mpaka kwenye shamba. Ndio. Hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa sana. Lakini nikipata mashine kama hizo, ningeshukuru sana, kwa sababu ningepumzika hata kununua mafuta, hata kama kununua mafuta, lakini siku moja. Ndio. Na pia vile tank ni kwa sababu ya kuhifadhi maji. Ndio. Ndio. Bila shaka wapo ambao wamekusikia, wapo ambao wamekutazama, na sisi tunasema shukrani sana kwa sababu wewe ni kijana ambaye umejitolea kimasomaso kufanya shughuli hizi za kilimo. Wapo wengi ambao wanatamani sasa hivi, na bila shaka watasoma mengi kuhusiana na kitengo hiki cha mkulima hodari. Umekuwa mkulima wetu hodari Bwana John, na tumefurahi sana. Asante sana. Bila shaka tutakutembelea tena siku nyingine. Asante sana. Na kama ulivyoona msikilizaji na mtazamaji wa Coco FM, huyu ni John amejitosa katika kilimo nyunyizi na sasa hivi anafanya vyema licha ya changamoto. Mimi ni Joseph Jira, tukutane tena juma lijalo katika kitengo cha mkulima hodari. Bye bye. Coco FM, ladha ya Pwani.